صلى الإله العظيم على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Wapenzi wanafunzi wetu ambao tumejikusanya kwa ajili ya kufaidika na kipindi hiki ambacho ni muhimu na ni kizuri, ambacho kinahusiana na mada ya sira, historia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ifahamike kwamba kikao cha leo ni kikao cha 4 miongoni mwa vikao ambavyo tutakuwa navyo katika historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Historia hii tumeianzia mbali, tumeianzia kabisa kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua kwamba yeye ndiye muumba na njia ya furaha, tukaja kwa mitume wote mpaka kufika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo leo tutakuwa tunaingia ndani katika kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika sehemu ya kwanza tutamsoma katika mafungu yafuatayo. Sehemu ya kwanza tutasoma kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sehemu ya pili tutasoma utoto wake, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyolelewa akiwa ni mtoto mdogo, na tukitoka hapo tunaingia katika ujana wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujana huo tunauanzia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshaanza kufanya kazi zake yeye mwenyewe kama kutumwa, na akaweza kutaraji labda aajiriwe na afanye biashara mpaka kuoa kwake. Na tukitoka hapo tutakuja kuzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza ibada katika pango la Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza ibada katika pango la Hira, na huu ni muda ambao tutaueleza kwamba alikuwa hali gani, alikuwa katika hali gani, na wakati huo iwe bado hajapata wahi kutoka mbinguni kwa kumjia Jibril alayhi salam. Kisha hapo tutakuja katika namba 5 tusome kushuka kwa wahi, ufunuo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na baada ya hapo tuje katika kuanza da'wa kwa njia ambayo ni ya siri, kisha kutangaza da'wa kwa njia ambayo ni hadharani, kisha tuweze kuona subra ambayo alikuwa nayo bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunaanza wabillahi nasta'in, kupitia kitabu chetu ambacho tuko nacho. Kwanza tunaanza kwa utangulizi huu ambao tayari uko wazi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua waja wake ambao ni waumini, na hii sifa ya kuwapa sifa ya waumini ni baada ya kuwajia neema hiyo. Allah anasema ndani ya Qur'an, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waumini neema kubwa. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waumini neema kubwa. Ni neema ipi hiyo? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ni wakati alipowatumia mtume kutokana na wao wenyewe. Yatlu alaihim ayatihi, akiwafundisha na kuwasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim, na akiwatakasa kwa maovu ambao walikuwa wakiyatenda na kuamrisha mema ambayo wanahitaji kuyatenda. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na akiwafundisha kitabu cha Allah na akiwafundisha mafunzo mema, sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijapokuwa kabla ya mtume huyo kuja fi dhalalin mubin, walikuwa katika upotevu ambao uko wazi.
Kwa hiyo kupitia utangulizi huu tunaanza kuyajua yanayohusiana na kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sehemu ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam ifahamike ya kwamba amezaliwa katika mwaka ambao unaitwa amul fil, am alfil, mwaka wa ndovu. Huu mwaka wa ndovu unahusu nini? Kwa nini ukaitwa mwaka wa ndovu? Waarabu katika zama ambazo walikuwa nazo kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawahesabu miaka isipokuwa kupitia matukio ambayo yanajiri. Yani tukiwa tunamaanisha kwamba wao wanajua kabisa kwamba kila mwaka una miezi 12, japo hiyo miezi 12 kuna muda walikuwa ima wakiongeza au wakiipunguza. Muda mwingine kwa maslahi yao wenyewe wanaweza wakaamua kwamba mwaka huu ni mfupi, au wakaamua kwamba mwaka huu ni mrefu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innaman nasiu ziyadatun fil kufr, hakika kuchelewesha miaka, kuchelewesha miezi katika mwaka ni kujizidishia katika ukafiri. Maana nasi inayokusudiwa kwenye aya hii ni kwamba wao walikuwa kupitia maslahi yao wanao uwezo wa kusema, mfano sasa hivi tuko katika mwezi ambao ni wa Shawwal. Kuna muda walikuwa wanafikia kusema kwamba mwezi huu wa Shawwal utakuwa ni mrefu, au wakaamua kwamba mwezi wa Dhulqaada haupo, mwaka huu hakuna mwezi wa Dhulqaada, tukitoka katika Shawwal tunaingia moja kwa moja katika Dhulhijja. Au wanaweza kaamua kwamba mwezi huu wa Shawwal tumeutoa hapa ulipo, tumeuweka baada ya mwezi wa Rabiul Awwal. Hizo ni ahwali ambazo wao wenyewe Waarabu walikuwa wako nazo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anazaliwa, akazaliwa katika mwaka ambako kumejiri tukio, na hilo tukio likasababisha Waarabu wakauita mwaka huo hivyo. Na hii ada, desturi hii ipo mpaka leo tunavyozungumza. Bilmithal, sisi katika mwaka wa 2019 kulitokea janga la ugonjwa ambao ulienea takriban dunia mzima, uliofahamika kama ugonjwa wa COVID-19. Hii COVID-19 ikawa ni sababu ya kila sasa hivi tukizungumza, tuko mwaka wa 2025, lakini tukizungumzia mwaka huu unakumbuka mwaka wa COVID, unakumbuka mwaka wa COVID, unakumbuka mwaka wa COVID. Kwa sababu gani? Ni hali ambayo inatokea. Kuna miaka ilijiri, kuna mwaka wa El Nino, kuna mwaka ulijiri, kuna mwaka ulifahamika kama mwaka wa tsunami. Kwa hiyo adat ya kuipa miaka majina kulingana na matukio ni kitu kipo kwa wanadamu na wanakitumia takriban dunia mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwaka ukaitwa mwaka wa ndovu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule mwaka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa, kulikuwa na ufalme ambao unapatikana Habasha, na ufalme ambao unapatikana Habasha ulikuwa una saitara na utawala ambao unafika mpaka miji ya Yaman. Ikawa katika mji wa Yaman kuna kanisa ambayo imejengwa. Hilo kanisa ambalo limejengwa Yaman kwa nia ya kuwaondoa Waarabu waache kwenda Kaaba na kufanya tawafu na kufanya ibada, waweze kuelekea katika hilo kanisa na kufanya ibada. Kwa hiyo Waarabu likawaumiza, wakawa hawakupenda jambo kama hilo. Wakaamua, mmoja katika Waarabu siku moja akapanga kwamba katoka usiku akaingia katika kanisa hilo, akabeba uchafu, akapakaza uchafu huo katika kuta za kanisa, katika madirisha ya kanisa, katika milango ya kanisa, na hilo kanisa likifahamika kwamba kwa jina la Al-Qulais. Kwa jina la Al-Qulais. Kwa nini likaitwa Al-Qulais? Wanasema lianna an-nadhira ila uliha, kwa sababu ilikuwa mtu ambaye akiangalia ila manaratil kanisa, katika mnara wa kanisa juu, tasqutu qalansuwatuhu, kofia yake ilikuwa ikianguka. Fasumiyatil kanisatu biqulais, kanisa hilo likaitwa Qulais nisbatin ila labisi alqalanis, kwa watu ambao wamevaa kofia.
Hayo ni mambo yanaelezwa katika kutubu at-tarikh. Sasa baada ya kuchafua kanisa hilo, ikabidi wale watu wa kanisa wakakasirika, na yule gavana ambaye alikuwa katika mji ambao ni wa Yaman, akifuata utawala na ufalme ambao ni wa Habasha, akaandika barua ikaenda mpaka katika mji wa Habasha. Ilipofika katika mji wa Habasha, ikabidi watu wa Habasha wakajipanga, na katika kujipanga kwao wakatafuta ndovu, na katika kutafuta ndovu huyo awe anaongoza msafara wa watu ambao wanaenda kuvunja Kaaba. Msafara ni mrefu, ukatoka kwa nia kwenda kuvunja Kaaba. Walipofika katika jangwa la Makka, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kadari yake ya kwamba hili jeshi halitafika katika kuvunja Kaaba. Lakini msafara huo ulikuwa na hasira, na katika hasira ambazo msafara huo ulikuwa nao, ulikuwa ukichukua mali za watu njiani, mali za Waarabu. Katika mali ambazo msafara huo umekutana nazo ni ngamia za babu yake Mtume ambaye ni Abdul Muttalib. Walipoona ngamia hizo wakaziteka, wakaambia kwa nini? Kwa sababu tumeteka hizi ngamia kwa sababu nyinyi ndiye ambao mmefanya mpango wa kuja kuchafua kanisa letu. Na akauliza, sasa mkichukua hizi ngamia mwisho mnaenda wapi? Wakasema sisi tunaenda kuvunja Kaaba. Abdul Muttalib akawaambia maneno mafupi, akasema sikieni kwambie, inna lilibili rabba, hakika hizi ngamia mnazoziona ziko na msimamizi wake na mlezi wake. Wa inna lilkaabati rabbaha, na hakika Kaaba iko na mlezi wake na mlinzi wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi niachieni ngamia zangu, ninajua nitaziangalia vipi. Nyinyi nendeni mkavunje Kaaba, fa inna lilkaabati rabban sayahmiha, hakika Kaaba iko na Mola wake na mlezi wake, atailinda. Kwa hiyo jeshi likaenda, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuma ndege kutoka mbinguni. Ndege hao wakaja wakiwa wamebeba mawe, na mawe hayo ni mawe ya kutoka katika moto wa Jahannam, na hayo mawe yako moto, na hayo mawe yakawa yanarushwa kwa lile jeshi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura kamili ambayo inaeleza tukio hilo. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kwa hiyo ni sura yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho inaeleza kile ambacho maadui wa Kaaba au watu wa kutoka Habasha na Yaman walichokikusudia kukifanya, na Allah subhanahu wa ta'ala akaihami Kaaba yake. Baadhi ya vitabu vya tarikh vinaandika wakasema, fahama Allahu baitahu alharam ikraman liwiladati nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini hii ibara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliitetea Kaaba kwa sababu ya kutukuza mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ibara ni ibara ambayo sanusalu anha yaum alqiyama, tutakuja kuuliza siku ya Kiyama. Na endapo mnaona uzito nikisema tutauliza siku ya Kiyama, kwa sababu kuhusu Kaaba kukingwa isivunjwe tushasoma aya. Lakini uhusiano wa kwamba Kaaba imekingwa isivunjwe kwa sababu ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ndiye yatatusababisha hata sisi Allah ataturuzuku watoto. Kila watoto wetu wakizaliwa na ikawa kuna tukio jema limetokea wakati wa kuzaliwa kwao, tutahusisha mazazi yao na matukio hayo. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mvua kwa sababu ya kuzaliwa fulani. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta jua kwa sababu ya kuzaliwa fulani. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta neema fulani kwa sababu ya kuzaliwa fulani. Tutakuwa tunaunganisha ya mambo pamoja na watoto wetu ambao wanazaliwa, na jambo hilo linahitaji kuwa na ushahidi na dalili ambayo iko wazi. Dalili ya kuunganisha mambo kichwani bado inakuwa haitoshi. Hayo
nimependa niyaweke tambihi ili watu waweze kuyajua. Taona hapo imeelezwa na hiyo aya ambayo nimeitaja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake, alizaliwa yaum al-ithnain athani ashara min Rabi'il Awwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu tarehe 12 amal fil, mwaka wa ndovu, mwaka wa ndovu. Na hiyo ndiyo taarifu fupi, ulile yaum al-ithnain athani ashara min Rabi'i al-Awwal. Hayo ndiyo ya msingi ambayo ni ya kuzingatia. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa, akawa Waarabu wana ada, wana desturi, na hizi adati ambazo Waarabu walikuwa nazo ni kwamba Waarabu ilikuwa wanawake wao hawanyonyeshi watoto wao wote, ikiwa namaanisha kwamba si kila mwanamke wa Kiarabu wakati huo alikuwa akizaa mtoto anamnyonyesha mwenyewe, na pia si kwamba wanawake wote walikuwa hawanyonyeshi watoto wao. Therefore, kuna ambao walikuwa wakiwanyonyesha wenyewe na kuna wengine walikuwa wakiwanyonyesha kwa wanawake wengine, kama ambavyo kuna wengine walikuwa wanafanya jamu baina al-amrayn. Jamu baina al-amrayn kivipi? Wanawanyonyesha watoto wao kiasi fulani na pia wanawapatia wanawake wengine wawanyonyeshe, na hili ndilo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelipitia. Mtume sallallahu alayhi wasallam haimaanishi kwamba alipozaliwa tu ni kwamba mama yake hakumnyonyesha, la, mama yake alimnyonyesha kwa muda ambao alikuwa akingoja ni nani ambaye atakuja kumchukua mtoto wake na kwenda kumnyonyesha kwa malipo ambayo walikuwa wakikubaliana kwayo. Ni moja katika sehemu ambayo ni ya biashara. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyonya kwa wanawake wafuatao ijmalan, kwa ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyonya kwa wanawake wafuatao kwa njia ambayo ni ya ijmala, kwa njia ambayo ni ya ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonya kwa wanawake wafuatao. Mwanamke wa kwanza ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonya kwake wa kwanza ni mama yake ambaye ni Amina, mama yake mwenyewe. Mwanamke mwingine ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonya kwake ni Thuwaiba, Thuwaiba al-Aslamiyya, Aslamiyya. Mwanamke mwingine ambaye Mtume amenyonya kwake, Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonya kwa mwanamke anaitwa Halima, Halima as-Saadiyya. Saadiyya. Mwanamke mwingine ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amenyonya kwake ni mwanamke anaitwa Ummu Ayman, Ummu Ayman. Hawa ni wanawake ambao wamemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni wanawake ambao wamemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ikawa ni vizuri tuweze kuwataja, na tukiwataja ili watu waweze kuwafahamu hawa wanawake. Inawezekana kuhusiana na Ummu Ayman ukauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonya kwa kivipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonya kwa mama yake Amina, wakati wanangoja ni wanawake wapi ambao watanyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyonyeshwa na Thuwaiba al-Aslamiyya, na vitabu vya tarikhi vinasema wakati aliponyonyeshwa na Thuwaiba al-Aslamiyya hakuweza kunyonyesha kwa muda ambao ni mrefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa furaha ambayo Thuwaiba anakuwa nayo wakati anamnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam inamfikisha kiwango mpaka anaweza kufenti kwa ile furaha ambayo anaipata kwa kunyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Thuwaiba akafa. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyonyeshwa na Halima as-Saadiyya, na hapa ndipo tutakuja kupaeleza kwa upana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyonyeshwa na Ummu Ayman, na Ummu Ayman. Na miongoni mwa dalili ambazo zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyonyeshwa na Ummu Ayman ni hadithi ambayo ni sahihi katika al-Bukhari ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna muda Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa
ya kwamba hawezi kumuoa binti wa Ummi Salama, mbe Ummi Salama bado pia ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mimi siwezi nikamuoa Durra binti Abi Salama, siwezi nikamuoa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza yeye hiya bintu zauji, Warabu wanasema hivyo, hiya bintu zauji, au unaweza ukasema hiya bintu zaujati, huyu ni binti wa mke wangu, na mimi maadamu mimi nimemuingilia mama yake siwezi nikamuoa. Pili, wa hiya ibnatu akhi min ar-radha, hiya ibnatu akhi min ar-radha, na ye ni binti wa brother yangu katika kunyonya. Kivipi? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam irtadaa min ummi Aymana kama irtadaa Abu Salama, kama ambavyo alinyonya kwake Abu Salama. Kwa hiyo ikawa hawezi kumuoa Durra kwa sababu hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipoenda kulelewa kwa Halima as-Saadiyya, ikawa kuna hitaji tuweze kujua kabla ya kwenda kunyoka dalili zinazoonyesha ya kwamba kuna mtume ambaye yuko njiani kuja. Yani wakati ule mtume alipokaribia kuzaliwa, kuna alama ambazo vitabu vya tarikhi vimetaja. Miongoni mwa hizo ni kuzimika kwa moto wa Wajemi, naru al-Ajami, na moto ambao ulikuwa ukiwaka kwa muda wa miaka 1000. Pia miongoni mwa sababu hizo ni kuanguka kwa baadhi ya minara ya ufalme ambao ni wa Khursaw, ambaye pia ni mfalme wa Kiajami, ni kwamba minara ilianguka ya majumba yao, na miongoni mwa alama nyingi ambazo zinataja na kutubu tarikhi. Kwa hiyo sasa hivi tukija katika utoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelelewa katika utoto wake kwa familia ambayo imekaa naye kwa muda wa kutosha, ni familia ya Bani Saad, familia ya Bani Saad ambako ni kwa kina Halimat as-Saadiyya. Na familia Bani Saad ilitoka kwao ikaja Makka kuja kutafuta watoto wa kunyonyesha, ni biashara. Kaja kazunguka Abu Saad ambaye ni mume wa Halima Saadiyya pamoja na mke wake, wakazunguka Makka wanatafuta watoto wakiwa na wanawake wengine. Kila mwanamke akafanikiwa kupata mtoto wa kwenda kulea na kunyonyesha. Lakini hawa akina Halima walipomuona mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam wakauliza, je, huyu mtoto ana wazazi? Mama akajitokeza akasema mimi ndio mama yake. Je, baba yake yuko wapi? Wakaelezwa kwamba baba yake amekufa wakati akiwa ndani ya tumbo miezi 8. Idhani huwa yatim? Naam, huwa yatim. Wakasema sasa kama huyu mtoto ni yatima, nani ambaye atakuwa anasimamia malipo yetu? Kwa hiyo fatarakuhu awalan, mwanzo wakaachana naye. Kullu man yamurru bihi yatrukuhu, kila anayempitia anamwacha, anaenda kutafuta watoto wengine. Lakini akhirul mataf, mwisho wa safari wakarudi, wakasema si vizuri sisi turudi kwetu bila kuwa na mtoto, si vizuri sisi turudi kwetu bila kuwa na mtoto. Madamu tumempata, laalla Allah yubarik fihi, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatutilia baraka tukimchukua. Kwa hiyo wakamchukua, japo wanatafuta kazi na malipo, lakini wakamchukua ala hisabi li talabi albaraka min Allah azza wa jalla, kutafuta baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakamchukua wakaenda naye. Sasa mtume amezaliwa town, mtume amezaliwa mjini. Ni kitu gani kinasababisha Mtume sallallahu alaihi wasallam apelekwe mashambani? Kitu gani kinasababisha watoto wa Waarabu wamezaliwa mjini wapelekwe wapi? Mashambani. Sababu ya kwanza, wanasema maulama wa tarikh ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amechukuliwa kwenda kule mashambani, kwanza
litalabi allughati as-safia an-naqiya, ili atafute kusoma na kuongea lugha ya Kiarabu ambayo ni fasaha, kwa sababu huwezi ukalinganisha baina ya watu ambao wanakaa mjini na watu ambao wanakaa mashambani kwa usafi wa lugha. Nitoe mfano mwepesi. Sisi tuna baadhi ya kabila nyingi, tuna Mijikenda. Haiwezekani ukakuta lugha ya Mijikenda ambao wanaongea hapa ndani ya town Mombasa iweze kuwa sawa na Mijikenda ambao utaenda kuwakuta Bamba, wale ambao utaweza kuwakuta maeneo ambao ni ya Magarini. Haiwezekani, lugha haziwezi kufanana. Haiwezekani ukakuta mtu ambaye anaishi Mombasa anaongea lugha ambayo ni ya Kiduruma iwe ni sawa na mtu ambaye anakaa Kinango. Lugha zao zinakuwa ni tofauti. Kwa hiyo tunatafuta ule usafi wa lugha endapo watoto wetu wanalelewa wapi? Walelewa mashambani. Sababu nyingine ni aweze kufanyishwa mazoezi ya mwili. Aweze kufanyishwa mazoezi ya mwili. Mazoezi ya mwili kivipi? Kwa sababu mtoto ambaye analelewa mashambani ni mtoto ambaye anakuwa tough, ni mtoto ambaye anakuwa yuko strong, ni mtoto ambaye akili yake inakuwa sharp, mtoto ambaye anazaliwa mjini. Kalla ni mara chache ukakuta mtoto huyo akili yake ni iko active, akili yake inafanya kazi vizuri. Kwa sababu gani? Mazingira ya mjini mengi ni ya kudekezwa. Uwezi ukalinganisha akili ya mtoto ambaye anatembea kilomita 2 kwenda skuli sawia na mtoto ambaye anabebwa na basi mlangoni kwao, na wakati skuli yao inapatikana sehemu ambayo ni ya 1 kilomita au 500 meters. Jiulize swali, mtu skuli yake inapatikana kwa distance ambayo ni ya 1 kilomita au distance ambayo ni ya 500 meters, lakini huyo mtoto bado anatafutiwa basi la kuja mpaka getini kwao, limbebe limpeleke mpaka nyumbani, mpaka skuli. Hata akili zao pia zinatofautiana. Akili yake huko active, kitendo cha kutoka nyumbani mpaka anafika skuli tayari ameshafanya mazoezi. Kitendo cha kutoka nyumbani kwenda mpaka skuli tayari ameshapata mwangaza mzuri, amepata jua la asubuhi ambalo nyote mnafahamu kwamba liko na vitamin, so they can't be the same. Hawawezi kuwa sawa. Na tukisema hivi hatumaanishi kwamba tunataka watu wateseke. Tukisema hivi hatumaanishi watu wateseke, lakini tunamaanisha kwamba haviwezi kuwa sawa, haviwezi kuwa sawa. Kama ambavyo pia watu ambao wanasomea mjini pia na wao wako na chances zao. Miongoni mwa chances zao ni kwamba watoto wao wanapata muda wa kuwa na tuition, wanapata muda wa kuwa na muda wa kufanya revision, kama ambavyo wanafika sehemu za masomo mapema. Na pia hivyo the same, mfanyakazi ambaye anafanya kazi town na mtu ambaye anafanya kazi mashambani ni tofauti. Mwalimu ambaye anafundisha town na mwalimu ambaye anafundisha mashambani ni tofauti. Chances, opportunities za mwalimu ambaye anafundisha mjini ni kupata tenda nyingi, kupata nafasi za kufanya kazi huku na huku. Kulia mara yuko na tuition sehemu fulani, nyumba fulani, mpaka mtu ambaye anakaa town anaweza akapata mtoto mmoja ambaye anamfanya tuition na akawa anaweza kulipwa kwa mwezi, akawa analipwa more than $300. Nakuta mtu analipwa kama $300, mtu analipwa $150, mtu analipwa $100 kwa mwezi. Na hii ni tuition ya watoto wawili au mtoto mmoja, na anaenda kuwafundisha kwa muda 1 hour per day, na huenda kwa wiki anafundisha 4 days. Sasa ukigawa 4 days na wewe labda ni mfanyakazi wa serikali, unapata mshahara wako kama kawaida, au unafanya kazi katika private sectors na unapata mshahara wako kawaida, so unakuwa na chances za kuweza kusave yale mapato yako kwa njia nzuri. Lakini yule wa mashambani, japo anafanya kazi moja na huenda hata tuition hana, lakini akili yake inakuwa iko active zaidi ya yule ambaye anafanya kazi mjini. Na walikullin wijhatun huwa muwaliha fastabiqu alkhairat, na kila mmoja yuko na mbinu za kutafuta maisha. La muhimu kila mmoja ashindanie katika mambo ya khairi. Jambo jingine ambalo linasababisha watoto walelewe mashambani ni kuhusu maadili. Watoto ambao wanalelewa mashambani wako na adabu, wako na nidhamu. Na ndio maana ukikompea baina ya mtu ambaye ameishi mashambani mpaka kafika katika umri wake ambao ni wa ujana,
alafu akaja mjini akaanza kujitafuta, utaona yuko na discipline, utaona yuko na adabu, utaona yuko na nidhamu katika maisha yake na kazi zake. Ni total different na mtu ambaye amezaliwa mjini na akaweza kukulia mjini. Adabu inakuwa ni chache, midomo inakuwa mingi ni michafu, maneno machafu, alafu kitu kinaitwa kuwa ni mtu constant, ni mtu ambaye anafanya kazi gradually, kwa njia ambayo ni amepanga kwamba nitatoka hapa niingie hapa, nikitoka hapa niingie hapa, nikifika hapa ndo niwe hivi. Hiyo ratiba kwake inakuwa hana. Kwa hiyo bado miongoni mwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kulelewa mashambani ni kwa sababu ya kutafuta maadili ambayo ni mema, ambayo yanahusiana na upande wa tabia. Baraka za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baraka ambazo zilizokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi kwenda kwa Halima as-Saadia. Ya kwanza, Halimatu as-Saadia, Halimatu as-Saadia, Halimatu as-Saadia. Hapa tunataja baraka ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika familia ya Halimatu as-Saadia baada ya kukubali kumchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baraka za Allah kwa familia ya Halima. Baraka za Allah kwa familia ya Halima. Ya kwanza inahusu punda au ngamia. Iftarid ya kwamba Halima Saadia wakati anatoka kwao kuja mjini kutafuta mtoto wa kunyonyesha, walikuja na punda au wamekuja na ngamia ambaye ni mkonde, ambaye ni mgonjwa, ala atanin, huyo ni ngamia tena wa kike mkonde ambaye hajiwezi. Ikawa misafara inawapita wakati wa kuja mjini, lakini walipombeba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitu cha kwanza yule punda au yule ngamia, kitu cha kwanza akapata nguvu ambazo akatembea na kuwapita hao wote, wakaweza kufika mapema kabla ya wale wengine kufika. Yani barakatul ula. Albaraka thania inahusu maziwa ya mama. Maziwa ya mama. Halimatu Saadia alikuwa ni mama mmoja maskini ambaye ilikuwa inafikia wakati mpaka maziwa ya kumnyonyesha mwanae hana. Lakini wakati walipomchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitendo cha kumbeba tu peke yake, aliona tayari na kuhisi maziwa yanajaa katika kifua chake. Alihisi maziwa yanajaa katika kifua chake na moja kwa moja akamnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baraka nyingine ambayo inahusiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba wakati walipofika kwao tayari huyo Halima alikuwa na mtoto mwingine ambaye anamnyonyesha. Kwa hiyo akaweza kunyonyesha watoto wawili ndani ya wakati mmoja. Akaweza kunyonyesha watoto wawili ndani ya wakati mmoja. Akaweza kunyonyesha watoto wangapi? Watoto wawili ndani ya wakati mmoja. At once ananyonyesha watoto wawili ndani ya wakati mmoja. Baraka nyingine ambayo ilitokea ni kwamba wale wanyama ambao Halima Saadia na mme wake walikuwa nao, walikuwa wakiwa wanakosa chakula. Ilikuwa ni msimu ambao ni wa ukame, lakini cha ajabu ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kwao, ikawa mvua imeanza kunyesha, ikawa mimea imepatikana, nyasi za wanyama zimepatikana. Lakini cha ajabu nini? Inasemekana katika vitabu vya tarikhi ya kwamba ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda, yani wale wanyama wa Halima Saadia wakati wakipelekwa malishoni, wanakuja wakiwa wameshiba. Wanyama wanakuja wakiwa wameshiba malisho, malisho
wanyama wa familia ya Halima. Wanyama wa familia Halima, wanyama wa familia Halima wakawa wanashiba kwa njia tofauti na wanyama wa watu wengine. Haya ndiyo yalikuwa kitokea katika familia ya Halima Saadia. Na zaidi ya hapo, kuna jambo jingine ambalo lilitokea katika hiyo familia. Hapa tunaingia katika tukio la kupasuliwa kwa kifua cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kupasuliwa kwa kifua cha Mtume sallallahu alayhi wasallam inaitwa hadithatu shaqqi as-sadr. Hadithatu shaqqi as-sadr, kupasuliwa kwa kifua cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukio hilo lilikuwa ni zito sana katika hiyo familia. Tukio lilikuwa ni kubwa sana katika hiyo familia, wakati yule kijana ambaye alikuwa kinyonya na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko nyuma ya nyumba huko anacheza. Mara wakaja watu wawili. Walipokuja watu wawili wakiwa wana beseni au wakiwa wameshika karai, na ndani ya karai hilo kukiwa kuna maji ambayo inasemekana ni maji ya Zamzam, na ile karai ambayo walikuwa nalo ni karai min dhahab, ilikuwa ni la dhahabu na ndani kuna maji ya Zamzam. Wakamchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walipomchukua faadjaahu, wakamlaza chini, na baada ya kumlaza chini fashaqahu, wakampasua. Walipompasua fa akhraja qalbahu, wakatoa moyo wake, na baada ya kutoa moyo wake wastakhraja min alqalbi mada sauda, na wakatoa katika moyo wake mada sauda, wakatoa kitu ambacho ni cheusi. Na walipotoa kitu ambacho ni cheusi, na wakasema hadha hadhu shaitan minka, hadha hadhu shaitan minka, hiki ambacho tumekitoa ni sehemu ambayo shetani anaitumia katika kupoteza watu na kuwashawishi kutenda maovu. Kwa hiyo tumeiondoa kwako na tumekusafisha. Kisha wakamsafisha. Baada ya kumsafisha, faaadahu kama kana, wakarudisha mwili wake na kifua chake kama kilichokuwa, na ikabaki alama ya mshono. Anas ibn Malik na wengineo katika masahaba wanasema wa inni la ara athara almakhiti, hakika mimi nikimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ninaona athari ya shaqi na makhiti, sehemu ambako alishonwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida ambazo tunazipata, faida ya kwanza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma malaika waje kumsafisha na kumuondolea kile ambacho shetani angekitumia katika kumshawishi. Faida ya pili ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtu wa kwanza kulingana na historia ya umma wake wa kufanyiwa operation. So tunaweza kusema operation ya kwanza ambayo ilitokea katika maisha ambayo ni yanahusu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni operation ambayo ilitokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni operation ambayo inaitwa ni major, sio minor. Ni operation ambayo ni kubwa, ni operation ambayo inahusu moyo, operation ambayo inatusababisha sisi wana wa Afrika tuweze kutoka Afrika tupelekwe mpaka Europe, tupelekwe mpaka Asia, tupelekwe mpaka Australia, tupelekwe mpaka katika mabara ambayo ni makubwa. Hatujawahi fikiria kwamba ipo siku tutafika, lakini kwa sababu ya maradhi tunafika huko. Operation ambayo inasababisha watu ambao hatujawahi waza mpaka kufika kwenye viwanja vya ndege, tunajikuta airport. Watu ambao hatujawahi waza hata kuwa na passport, tunajikuta immigration. Watu ambao hatujawahi fika kwa nje na nchi zetu, tunajikuta tuko nchi za nje kwa sababu ya maradhi ya operation ya moyo. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atukinge na maradhi. Hizo ni faida ambazo nimependa kuzigusia, ambazo zimetajwa pia katika hiki kitabu. Baada ya hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alibebwa na Halima Saadia akarudishwa Makka
akarudishwa kwa mama yake. Aliporudishwa kwa mama yake, wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko takriban na umri wa miaka kama mitatu kwenda mwaka wa 4. Akarudishwa kwa mama yake. Akaulizwa, mbona umemrudisha? Akasema, mimi nimemrudisha kwa sababu khiftu alaihi, mimi nimemhofia naweza akatendewa kitu cha madhara, kisha mimi kwangu ni amana hii, sija akapatwa na madhara alafu mimi nikawa ndiye wa kuulizwa. Kwa hiyo nimeona nimrudishe. Kwa sababu gani? Akamweleza, kumetokea jambo fulani. Yule mama akamwambia, la takhafi alaihi, usimwogopee. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi ambayo nimeyaona kwake ni makubwa zaidi ya haya ambayo wewe umeyaona. Kwa hiyo akamrudishia, akakaa naye, lakini baadaye akamrudisha tena kwa mama yake. Hapo sasa ndio sehemu muhimu ya kwamba mwaka wa 4, mwaka wa 5, ilipofika mwaka wa 6, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga safari pamoja na mama yake Amina binti Wahab. Wakafunga safari kwa kuelekea kwa ziara ya kaburi la baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ziara ya kaburi la baba yake huko mama yake akawa ni mgonjwa, na baada ya mama yake kuwa mgonjwa na mama yake akafariki, na baada ya kufariki mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa sasa ni yatimul abawaini, kama wanavyosema yatim al-abawaini, yatima wa wazazi wake wawili wote. Japo kwa wanadamu yatima ni yule ambaye amemkosa baba yake, na kwa wanyama na ndege wanasema yatima ni yule ambaye amemkosa mama yake. Lakini pia Waarabu hawakuacha kusema kuna yatima al-abawaini, kuna mtu ambaye ni yatima wazazi wake wote wawili, baba hana na mama hana. Wakati huo sasa ndio mwaka wa ngapi? Ndio mwaka wa 6. Malezi ikabidi yatoke huko yaelekee kwa babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si mwingine isipokuwa ni Abdul Muttalib. Sasa Abdul Muttalib, ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Haya ni majina muhimu kuyazingatia, lakini si vibaya ukiweza kuyahifadhi yote mpaka ukafika kwa Adnan, na Adnani awe ni katika min waladi Ismail waladi Ibrahim walad Asa, ukayahifadhi kuanzia kwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manafi ibn Qusay ibn Kilab, na ukahifadhi mpaka mwisho, hayana tatizo lolote. Akafariki baada ya miaka 2. Nani huyo? Ni babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tunaenda katika nukta ambayo inahusiana na ujana wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ujana wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Ujana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unafungamana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, natija ya malezi. Natija ya malezi. Sisi tumesema hapo mwanzo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelelewa mashambani. Amelelewa wapi? Mashambani. Sasa kitendo cha Mtume kulelewa mashambani kinafaa kitupe majibu. Je, majibu yalipatikana? Ndiyo, majibu yalipatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa na umri tu wa miaka kuanzia miaka 7 mpaka miaka 12, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilea mbuzi za watu. Kwa nini? Kwa malipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilea mbuzi, kondoo za watu kwa malipo. Kwa hiyo kana rai al-ghanam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilea mbuzi za watu, na kitendo cha kulea na kuchunga mbuzi za watu, akichunga mbuzi za watu na kuzipeleka malishoni, ala qararita, kuna malipo ambayo alikuwa akipata. Hiyo ni kazi hapo, akiwa kuanzia
umri wa miaka 7 mpaka miaka ngapi? Mpaka miaka 12. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika umri wa miaka 12 akaanza kuingia katika biashara kuanzia miaka 12 plus na kuendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuingia katika biashara, na biashara ya kwanza ni safari yake na Abi Talib. Safari yake na Abi Talib kwenda wapi? Kwenda Sham. Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda katika msafara wa kibiashara pamoja na ammi yake kwenda Sham. Sham ni ukitoka Makka unaenda Sham, ni upande juu, pite katika miji ya Riyadh, upige kona uende mpaka mji ya Palestine, au uende katika janibi ambazo ni za Urdun. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda katika biashara. Pili, jambo jingine ambalo tunahitaji tulijue, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kushiriki katika biashara, Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda katika biashara peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kushiriki katika biashara peke yake, kwenda katika biashara kama msimamizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika biashara kama msimamizi. Na hii nukta nataka watu waitilie maanani. Kivipi? Nimesikia baadhi ya maneno ambayo watu wanazungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote hakuengage katika business kwa kutoa pesa, kulipa au kuchukua bidhaa. Miaka yote ambayo ameishi, kuanzia akiwa na umri wa miaka 12 akiwa ndo sasa ameanza kuingia katika biashara mpaka mwisho wa umri wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuingia katika biashara kwa kutoa pesa na kuchukua pesa. Na hii nukta ni very important, it's very sensitive, inafaa tuiandalie muda kuizungumzia, kwa sababu sisi tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baa wa madha washtara. Je, haya maneno wanayasema ni kweli? Wanajaribu kusema hivyo kwa sababu gani? Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo wake haukuwa na kutegemea kwa kitu chochote katika dunia, ndio maana kushiriki katika mambo kama hayo. Je, ni kweli au yanahitaji maelezo ambayo ni mazuri? Baada ya hapa tunaingia katika ujana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni baba wa familia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukifika kwamba yeye ni baba wa familia, ni kwamba hii biashara ambayo aliifanya ndiyo ambayo ilimleta hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa anaishi na watu, ana collaborate na watu, ndiko ambako kulimpelekea yeye akahusika katika biashara. Inamaanisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhiriki katika biashara ya Khadija, katika biashara ya Khadija, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipooa mke wake wa kwanza ambaye ni Khadija binti Khuwailid, ilikuwa ni result ya biashara ambaye alishiriki katika mali za Khadija. Akapata habari Khadija kuhusiana na kijana mmoja anaitwa Muhammad, ni kijana ambaye ni mwaminifu, kijana ambaye hana khiana. Akampa jukumu la kubeba biashara yake kutoka Makka kwenda mpaka Sham kwenda kuuza. Akaenda huko akauza, akapata faida, akanunua bidhaa nyingine, kisha akarudi Makka. Khadija akaona huyu ni kijana ambaye ni mwaminifu. Isitoshe ya kwamba Khadija huyu alikuwa ni mkubwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta muhimu sana, itilie maanani. Khadija ni mkubwa wa umri zaidi ya
Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khadija ni mkubwa wa umri zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii Khadija kuwa ni mkubwa wa umri zaidi ya Mtume inatufunza nini? Inatufunza kwamba mwanamume ni mwanamume. Mwanamume haoi kupitia umri, mwanamume anaoa kupitia maumbile sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, na akili tulivu ambayo inaweka maamuzi sahihi kwa kuwa na mwanamke, na akijua kwamba yeye ni caretaker, yeye ni responsible, yeye ndiye ambaye ni mas'ul kwa hii familia ambayo iko chini yake. Na mwanamke hata akiwa ni mkubwa wa umri kwako, lakini atambue ya kwamba maadamu amekubali kuolewa na mume ambaye ni mdogo kwake kiumri, tayari moja kwa moja mwanamke anakuwa ni mdogo. Alafu pili, mimi ninavyojua maisha na nataraji na wewe unayajua hivyo, maisha yetu sio umri, kazi zetu sio umri, uongozi wetu sio umri, ajira zetu sio umri. Kuwa we ni mkubwa wa kitengo fulani is not your age. No. Shanifahamu Yes. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema hata wapumbavu pia na wao hukua. Kwa hiyo kinachohitajika ni kwamba hii akili yako na maarifa yako na uwezo wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, unautumiaje? Ukitaka umri ndiye ambao ufanye kazi, utafeli. Kama ambavyo ukitaka mwili ndio ufanye kazi, utafeli. Ukitaka akili peke yake ndio ifanye kazi, utafeli. Ukitaka hisia ndizo zifanye kazi peke yake, utafeli. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba na akakupa hivyo vyote ili vyote vikolaborate katika utendakazi wa maisha yako. Hayo ndiyo ambayo nimependa niyagusie. Sasa tukiwa tunaelekea katika kumalizia darasa letu, sasa hivi tunaingia katika mambo ambayo yafuatayo. Mambo ambayo yafuatayo na ni muhimu sana. Mambo yenyewe ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumuoa Khadija, Allah subhanahu wa ta'ala alimbariki kwa Khadija akapata watoto. Walillahi alhamd. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebarikiwa watoto 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibarikiwa watoto 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibarikiwa mtoto anaitwa Qasim. Baada ya Qasim akabarikiwa mtoto anaitwa Abdullah, akabarikiwa mtoto anaitwa Ibrahim. Hawa ni watoto wa kiume. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebarikiwa watoto wa kike ambaye akiwemo ni Zainab, akiwemo Ruqayya, akiwemo Kulthum na akiwemo Fatima radhiyallahu anhunna jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi na hao wote, wa radhiya an abnaihi, kwa watoto wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tukiwa na Fatima, tukawa na Zainab, tukawa na Ruqayya, tukawa na Kulthum, hawa ni mabinti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wangapi? 4. Alafu tukiwa na Qasim, tukawa na Ibrahim, alafu tukawa na Abdullah, hawa wanakuwa ni watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kiume. Kwa Khadija radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata watoto 6. Watoto 6 wote ni watoto wa Khadija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia usisahau ya kwamba Khadija alikuwa ashaolewa, na huko pia ambako alikuwa ashaolewa alikuwa pia ashazaa. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea tuoe kwa mtu ambaye anaoa pia kwa nia ya aweze kubarikiwa kizazi ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia tazawwaju alwaluda. Tazawwaju alwaluda, oeni wanawake wanaozaa. Tazawwaju alwaluda, oeni wanawake wanaozaa. Hiyo ndio nukta katika hizo nimependa kuzungumzia. Tukija sasa hivi katika nukta nyingine ambayo inahusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza kujificha katika ghari Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika umri wa miaka 39, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kupenda kujificha katika ghari Hira. Na wakati anajificha katika ghari Hira ni kwa sababu ya umri ambao amefikia. Maulama wanasema ni umru ar-rushdi,
ni umri ambao mtu anahesabiwa kwamba sasa amekamilika katika akili yake na katika maarifa yake na katika kujitosheleza katika maisha ya kidunia. Kwa hiyo akaanza kujitenga huko na akawa anafanya ibada, na hiyo ndio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujitenga katika ghari Hira, kwa sababu ili aweze kujiepusha na ibada za masanamu, kwa sababu ya ufisadi ambao alikuwa anauona katika jamii ambayo imemzunguka, dhulma ambazo watu wanatendewa, ulevi, uzinzi, matabaka ya kijamii na ukabila, kuwadharau watu kupitia katika jamii zao. Hayo yote ndio yalimfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kujitenga katika ghari Hira ili aweze kujiepusha na hayo maovu yote ambayo alikuwa akiyashuhudia. Pango la Hira ni sehemu ya kutafakari, sehemu ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijificha na kutafakar hayo. Ghari Hira inapatikana katika Jabal an-Nur. Jabal an-Nur ni mlima ambao unapatikana Makka, na kila mtu ambaye anapata nafasi ya kwenda katika mji wa Makka lazima apate nafasi ya kwenda katika Jabal an-Nur, apande mpaka juu ya Jabal an-Nur, na akipata nafasi afike mpaka sehemu ambako ni Ghari Hira. Sifa za Jabal an-Nur zifuatazo. Ya kwanza ni sehemu kimya na tulivu, iko mbali na kelele za mji wa Makka. Pili, ni sehemu ambako ni mzuri, ambako ukikaa unatafakar vizuri na unatafakar uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu sifa nyingine ambayo ni sifa ya tatu, ni sehemu yenye muonekano mzuri wa Kaaba. Yani ukiwa juu ya Jabal an-Nur alafu ukawa unaangalia chini hivi, unaona Kaaba mpaka katika utosi wake, unaiona Kaaba mpaka katika utosi wake. Hiyo ndio asbab na zinazofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua kuwa katika Jabal an-Nur. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya, na hapo ndipo baadaye kukaanza dalili za wahi, na dalili za wahi kama ilivyokuja katika Sahih al-Bukhari na hadithi nyinginezo. Ukienda katika kitabu al-Wahi, hadithi pia ya Aisha na wengineo, ni kwamba kitu cha kwanza ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alianzishwa na ar-ru'ya as-sadiqa, alianzishwa na ndoto ambazo ni za kweli, ndoto ambazo ni za ukweli. Fakana la yara ru'ya illa jaat mithla falaqi as-subhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haoni ndoto ya aina yote isipokuwa inajitokeza asubuhi, mfano ambavyo kunavyokucha. Kwa haya yote napenda mtu aje asome mpaka tufike katika Mtume sallallahu alaihi wasallam kushuka wahi. Wahi ukaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wahi ulipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Ghari Hira. Aya tano za kwanza kushuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapatikana katika surati Al-Alaq, Aya hizo ndizo zimekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril, na alipomtuma Jibril akampatia hizo aya tano, akamwambia nenda kwa mja wangu anaitwa Muhammad, na hii ni sura yake, nenda kwake ukampe aya hizi, umfundishe hizi aya. Jibril akaja akafika katika Ghari Hira, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabada yuallimuhu wa yulaqinuhu, akamwambia iqra, soma. Alipomwambia iqra, Mtume akasema ma ana biqari, mimi sijui kusoma. Akarudia tena iqra, soma, akasema ma ana biqari. Akarudia tena mara tatu iqra, akasema ma ana biqari. Jibril akamshika Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhammahu, akambana. Huko kumbana sio kumbana tu peke yake, bali ni moja katika kumuhimiza kwamba soma, na pia maulama wakatuambia ni moja katika kumuonyesha kwamba hili jambo ambalo linakuja kwako si jambo dogo. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kika sisi tutateremsha kwako jambo ambalo ni zito. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatengenezwa katika mazingira kwamba be well prepared,
Be well prepared, kwa sababu the responsibility you are going to carry out, majukumu ambayo unakuja kuyabeba sasa hivi are not simple, sio mepesi, are not easy, sio kwamba ni madogo, bali ni kitu ambacho ni kikubwa na ni kizito, kwa sababu unakibeba wewe peke yako kwa mabilions na mabilions ya watu ambao wote wanahitaji wakifahamu kupitia mafunzo yako na kupitia msingi ambao umekibeba. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaifanyia kazi hiyo. Baada ya hapo ikabidi aanze kazi ya da'wa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aanze kazi ya da'wa, na da'wa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza ni da'wa ambayo ilikuwa ni asiri, ilikuwa ni da'wa ya siri. Na hii da'wa ya siri tunaipata kupitia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia wa andhir ashiratakal aqrabin, wa andhir ashiratakal aqrabin, na waonye ashirataka, jamaa zako wa karibu. Neno ashira mara nyingi nikieleza watu labda hawataki kulifuatilia vizuri. Neno ashira ni neno ambalo limetokana na herufi tatu. Neno ashira limetokana na herufi ngapi? Tatu. Herufi tatu ni herufi ambazo ni ain, shin na ra, na katika hizo herufi tatu ndiko kunapatikana neno ashara, na ashara inamaanisha namba 10. Sasa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoambiwa wa andhir ashirataka alaqrabin, na walinganie na waonye jamaa zako wa karibu, ina maana hao jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wa karibu ni lazima wawe katika watu aina 10, wawe ni katika watu aina 10. Na hao aina 10 ni akina nani? Wa kwanza ni al-abi wal ummi, baba na mama wakiwa hai. Ikiwa baba na mama wako hai, kuna ambao wataingia katika hizo nafasi. Wa andhir ashirata al-aqrabina, wanaofuata ni mtoto wako wa kike, mtoto wako wa kiume, wanaingia katika ashira. Wanaoingia katika ashira ni kaka yako na dada yako, wanaingia katika ashira. Au tayari ni wangapi? Au tayari ni 6. Wanaoingia katika ashira anakuwa ni kakako na dada yako tumemtaja, alafu kuna ammi wa amma, ammi wa amma ambaye ni ammi yako na amma ambaye ni shangazi. Alafu katika ashira wanaingia alkhalu wal khala, alkhalu wa alkhala ambao ni mjomba na mama mdogo. Hao wanaingia katika ashira. Katika watu wanaingia katika ashira ni aljaddu waljadda, ni babu na bibi au nyanya. Hao watu wanaingia katika nini? Wanaingia katika ashira. Na hiyo hesabu hata sasa hivi wewe mwenyewe ukifikiria utaona hakuna aliyebaki. Sasa hata mwanamke wakati anapoambiwa kwamba miongoni mwa tabia ambazo wanawake wako nazo ni kwamba tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, tukthirna al-la'na, mnakithirisha kulaani watu wenu, waume zenu, watoto wenu, watakfurna al-ashira, na mnakufuru wema wa ndugu zenu aina 10 ambao wanatendewa au wanakutendeeni nyinyi. Hiyo ndio maana ashira. Kwa hiyo ni neno ambalo na nimependa tu watu waweze kulitilia maanani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza da'wa sirria, akawalingania watu ambao wako karibu naye, akina Khadija ambaye ni mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Zaid ibn Haritha. Hao tayari ni watu wako karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tarikhi yote haumtaji Mtume bila kumtaja Abu Bakar. Tarikhi yote unamtajaje Mtume kama hujamtaja Khadija? Utamtajaje Mtume na wakati Ali hujamtaja? Utamtajaje Mtume bila kumtaja Zaid ibn Haritha? Hawa ni watu kama vile ni family friends, na pia wanahesabiwa katika relatives, katika watu ambao ni ndugu zako wa karibu. Na hawa lillahi alhamdu wakamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaingia katika dini ya Uislamu.
Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anafanya da'wa yake ambayo ni asiri, alichagua sehemu ambako atawakusanya watu wakati anawalingania, na sehemu ambako aliona wakusanya akawakusanya katika nyumba inaitwa Darul Arqam ibn Abil Arqam. Dar al-Arqam ibn Abil Arqam, nyumba ya Arqam ibn Abil Arqam, hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya kukutana. Sehemu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichagua kwa sababu ya sifa zifuatazo. Kwanza ni mahali salama, mbali na macho ya makafiri wa Makka. Pili ni kituo cha kwanza cha elimu ya Kiislamu. Darul Arqam ibn Abil Arqam ndio al-markaz al-awwal al-islami, na tushaeleza mambo kama ya kwamba awwal man fataha al-markaz al-islami an-nabii sallallahu alayhi wasallam, au kwa lugha nyingine tunasema an-nabii sallallahu alayhi wasallam an-nabii sallallahu alayhi wasallam fataha al-markaza qabla an yaftaha al-masjid. Mtume sallallahu alayhi wasallam fataha al-markaz al-ilmi qabla an yaftaha al-masjida. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifungua kituo cha elimu kabla ya kufungua msikiti na sehemu ya kufanya ibada. Limadha? Kwa sababu al-ibada tahtaju ila ilmi, ibada inahitaji kusoma. Kwa hiyo mtu ana nafasi ya kuchukua muda wa kutosha asome ilmu ili aweze kufanya ibada baadaye. Na akiulizwa kwa nini wewe unasoma na kufanya ibada, anasema mimi sitaki nifanye ibada katika hali ambayo ni ya ujinga. Tatu ni sehemu ya kuimarisha imani ya wafuasi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapa wakasilimu watu akina Bilal ibn Rabah, wakasilimu akina Ammar ibn Yasir pamoja na familia yake, mama yake Sumayya, wakasilimu akina Khabbab ibn al-Aratti, na wote wakaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kusilimu kwa watu hawa kuna kitu tunaweza kujifunza, ya kwamba wengi wa watu ambao walikuwa ni wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu ambao ni madhaifu, watu ambao ni madhaifu kifamili, ni watu ambao ni madhaifu kiuchumi, ni watu ambao ni madhaifu ki background zao ziko na hali ambayo ni ya udhaifu. Na hawa watu wanasilimu kwa sababu nyingi ambazo tuwezi kuzitaja tukazimaliza, lakini usisahau ya kwamba hadha al-islam, hii dini ya Kiislam, jaa, imekuja liikhraji al-ibadi min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibadi. Uislamu huu umekuja kwa watu uwatoe katika minyororo ya kuabudu watu wenzao. Yani Uislamu umekuja kuwatoa watu minyororo ya kuabudu wenzao na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yani Uislamu umekuja kuwatoa watu katika dhiki ya kuabudu wanadamu wenzao ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo utakuta kwamba hawa mfano akina Khabbab, akina Ammar, akina Bilali ni watu ambao walikuwa katika familia ambao ni ya unyonge, kiwa wanasumbuliwa na Sanadidi Quraish. Sasa Uislamu umekuja unawaondoa katika dhiki hiyo, moja miongoni mwa sababu zinazowafanya wawe na wepesi kusilimu. Sababu ya pili ni kwamba innal insana la yatgha an raahu istaghna, mwanadamu huwa anakuwa na kiburi na jeuri akijihisi anajiweza. Kwa hiyo wakati unapombembeleza na kumlingania, au nitumie Kiswahili ambacho ni kizito, wakati unapomtongoza mtu na kumchagulia maneno ili aweze kukuamini na kukuelewa, akiwa ni mtu ambaye ni tajiri, huwa anadhani ya kwamba labda wewe nia yako unataka mali zake. Pili, anatazama kwamba je, wewe ambaye wewe sasa hivi unamuita njoo sehemu fulani, ni kitu gani ambacho utamzidishia katika mali zake? Are you going to add something on his wealth, au you are going to decrease? Are you going to increase or to decrease? Je, utakwenda kuzidisha chochote katika utajiri wake, au wewe utakuwa ni wa kutumia huo utajiri na kupunguza? Hadhihi aqlaniyatul ghani,
Haya ndiyo mawazo na akili ya mtu ambaye ni tajiri. Lakini mtu ambaye ni maskini, ambaye hana chochote ambacho anahisi unatamani kwake katika mali, anaelewa kwamba huyu mtu ananilingania katika haki na hana tamaa na chochote anachokimiliki. Ndiyo hizo asbab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya da'wa hadharani, na hiyo da'wa ya hadharani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemwamrisha akimwambia, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, tangaza wazi yale ambayo umeamrishwa na usijali ni kipi watakachosema washirikina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya da'wa, akaamua siku hiyo akasimama katika mlima wa Safa. Mlima wa Safa uko Makka, uko jirani na Kaaba, bali sasa hivi tunavyozungumza mlima wa Safa uko karibu na Kaaba zaidi ya mlima wa Marwa. Na wakati mtu anapokwenda kufanya ibada ya haji, akienda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, anaanzia upande wa mlima wa Safa akielekea katika mlima ambao ni wa Marwa. Na juzi kumetoka video ambayo inaonyesha ni kiasi gani ambacho kimebaki katika mlima wa Safa. Kimeonyeshwa kwamba sasa hivi kiko ndani ya room, ni saizi kama saizi ya room hivi, na katika room hiyo kumebaki sehemu kama mabaka tu, ambayo imebaki ni athari ya mlima wa Safa. Na kwa sababu mlima wa Safa sio mchanga wa kawaida, bali ni rocks, ni mawe yamebaki yamepakwa kama mafuta yako nyororo, yanang'ara juu ya mlima wa Safa. Mtu ambaye anataka kwenda huko, Allah ampe uwezo aende, na ataingia katika hiyo room na ataona sehemu ambako kuna mlima kiasi ambacho kimebaki katika mlima wa Safa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya da'wa ambayo ni ya jahriya, wakiwemo watu wafuatao ambao wana ukaribu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abu Talib, kina Abu Lahab, kina Abbas ibn Abdul Muttalib, kina Hamza ibn Abdul Muttalib, kina Ali ibn Abi Talib, na akawafanyia da'wa ambayo ni ya jahr. Wako ambao wakaamini baadhi yao na wengine wakakataa. Mtume alipopanda katika mlima wa Safa akatangaza, ya ma'ashara an-nas, ya ma'ashara Quraish, ya bani fulani, ya bani Abi Talib, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Hashim, ya bani kadha, ya bani Qusay. Akawa anataja na anawakaribisha, na mwisho akawaambia, mnaonaje, araitum, mnaonaje lau anna jaishan waraa aljabal, lau kama nyuma ya jeshi nyuma ya mlima huu kuna jeshi, yuridu an yaghira alaikum, jeshi linataka kuwavamia na mimi ndio nawahadharisha, akuntum musaddiqiya, je mtakubali nachowaambia? Faqalu, wakasema, ma jarrabna alayka kadhiban mundhu nash'atika ila al'an, sisi hakuna siku tuliwahi hisi wewe ni muongo hata siku moja mpaka leo. Kwamba basi mimi inni nadhirun baina yaday adhabillah, mimi anna nadhirun lakum, mimi nakuonyeni kwamba kunako adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muaminini Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah peke yake, tuflihu, na mtafanikiwa. Aliposema maneno hayo, wakambadilikia, wakaamua kumtangaza na kumuita kwamba wewe ni mchawi, wakamuita kwamba wewe ni mshairi, haya maneno si yako, na mwisho wakamuita kwamba wewe ni mwenda wazimu. Na hizi sifa ukiziweka katika meza moja hazikubaliani. Yani katika dunia hii ambayo umeishi wewe, ushaona mtu ambaye ni mchawi, mwenda wazimu? Mfano yani, wacha tuseme mtu anaweza akawa ni mshairi mwenda wazimu. Naam, inawezekana akawa ni mshairi na ni mwenda wazimu, lakini mtu ni mchawi alafu ni mwenda wazimu. Basi wachawi ni mchawi alafu ni mshairi. Inawezekana ule uchawi ndiye ambao anautumia katika kupromoti mashairi yake na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mchawi alafu tena ni mwenda wazimu. Sifatani mutadaddatan, sifa mbili ambazo zinagongana, zimekaa katika meza moja.
Kwa hiyo ndio hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akateseka kwa da'wa ambayo alikuwa anaifanya, maswahaba wakateseka kwa da'wa alifanya, akina Bilali wakadhibiwa, akina Ammar ibn Yasir wakadhibiwa, Sumayya akadhibiwa, Abu Jahali akawadhibu watu ambao wanamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hayo yote haikuwa ni sababu ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisha, bali mlango wa mwisho ambao unaobaki unazungumzia uvumilivu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na uvumilivu la shaka unahusiana na da'wa ya Mtume kutosimama. Uvumilivu unahusiana na mateso ambayo alikuwa anayapata kutoka kwa maadui zake. Uvumilivu unafikia katika kiwango cha kutengwa yeye pamoja na da'wa ambayo alikuwa anaifanya. Na insha Allah biidhnillah taala nataka uyasome haya yaliyobaki, na tukikutana katika darasa lijalo tutazungumzia yale yanayohusiana na hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayo ndiyo ambayo tuyatarajie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.